ni Mtoro TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Zidna Muhammad, ni mjumbe wa Hijab Girls Tanzania. Nikiwa hapa mbele yenu nimeambatana na wenzangu, kwa majina ni Shufaa Ahmed, msemaji mkuu wa Hijab Girls Tanzania, Mwana Mtana, afisa habari wa Hijab Girls Tanzania, na Amina Songoro ni muhazini wa Hijab Girls Tanzania, pamoja na Zulea Hassan ni kama mshauri wa Hijab Girls Tanzania. Tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha kuiona siku yetu hii ya leo kwa kusema alhamdulillah. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha waandishi wote wa habari, karibuni sana. Hijab Girls Tanzania ni kikundi cha mabinti wa Kiislamu kinachojihusisha na mambo ya kijamii na kidini kwa lengo la kusaidia na kufikia jamii bila ubaguzi wa aina yoyote, hasa katika jinsia, rangi wala matabaka. Hijab Girls Tanzania ilianzishwa mnamo tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 2025 ikiwa na wanachama wake 7 tu, na mpaka sasa tarehe 15 mwezi wa 8 mwaka 2026 ina wanachama 46, na hapo ikiwa imefikisha mwaka mmoja tangu kuanzishwa kwake, na hapo tunasema alhamdulillah. Hijab Girls Tanzania tangu kuanzishwa kwake kumefanywa vitu tofauti tofauti, kwa maana ya shughuli tofauti tofauti. Shughuli mojawapo ikiwa ni kutembelea vituo vya watoto yatima nje na ndani ya mkoa, kusafisha misikiti, pia kuona wagonjwa waliopo hospitalini na majumbani, pia kujenga madrasa na kugawa vitabu vya dini kwa ajili ya kujifunza kwa usahihi. Hijab Girls Tanzania kama ilivyo ada, upendo kwetu, tabasamu kwao. Sasa katika kuelekea katika jambo letu kuu, project yetu ambayo tumepanga insha Allah itafanyika tarehe 30 mwezi wa 8 2026, ambayo itakuwa ni sawa na siku ya Jumapili. Sasa hiyo project yetu tumeamua tuipeleke Kibiti, ambayo ipo mkoa wa Pwani, lakini tutaifanyia katika vijiji viwili. Kijiji cha kwanza ni Jaribu, kijiji cha pili ni Motomoto. Sasa tumeipeleka Kibiti kwa sababu hii project yetu inalenga sana swala zima la kugusa maisha ya watu katika jamii, kusaidia watu, na sio tu kusaidia, pia kuwapa faraja, upendo, mshikamano pamoja na kushirikiana. Kwa hiyo sasa hii project yetu hatuifanyi sisi kama sisi, hapana, tunahusisha watu mbalimbali, ikiwemo sisi kama Hijab Girls ambao ndo tumeamua tulianzishe jambo, lakini pia kutakuwa na watu mbalimbali nao ambao wanahitaji kushirikiana na sisi. Kaya ambao tunaenda kuzishughulikia au tunaenda kuzigusa katika hizo jamii ziko kaya 150, ambazo kwenye hizo kaya tulienda kufanya utafiti wa kina kabisa. Katika kila kaya tuliongozana na viongozi wa serikali ambao ni wenyekiti wa vijiji, wenyekiti wa vitongoji katika vijiji vyote hivyo viwili. Tulipata taarifa zao kwa kina kabisa kutoka kwa mtu mmoja mmoja, kwa serikali kwa ujumla, pamoja na sisi wenyewe tulivyoenda tu kuna changamoto pia tulikutana nazo. Kwa hiyo sasa kutokana na hiyo hali tumeona kabisa Kibiti ni sehemu sahihi ya kufanyia project yetu. Kwa insha Allah tutaanza project yetu hiyo tarehe 30. Zile kaya 150, 90% ya zile kaya kuna walemavu, kuna watu wasiojiweza, kuna wajane, kuna watoto mayatima. Kwa hiyo kutokana na wale watu mahitaji yao ni mengi sana. Kuna mahitaji kama vitimwendo ambao kwa wale walemavu wanahitaji vitimwendo, wanahitaji magongo. Kuna wale watoto ambao ni mayatima wanahitaji vifaa vya shule kama uniform, vifaa vya darasani vile vya kuandikia. Pia ukija kwa ujumla wanahitaji sana swala la malazi. Kama tunavyojua, Hijab Girls Tanzania ni taasisi ambayo ilianzishwa kwa lengo la kuifikia jamii. Katika swala zima la kuifikia jamii ndio tukaamua kwamba tuanzishe hii project ya charity ambayo itawagusa watu ambao wasiojiweza, walemavu, kaya maskini. Tumeiplani kuifanyia
vijiji viwili, kimojawapo ni Jaribu na Motomoto, vipo wilaya ya Pwani, Kibiti. Vijiji hivi vinakabiliwa na changamoto nyingi sana mbalimbali, ikiwemo uhaba wa chakula, mavazi, malazi, na pia kuna walemavu ambao wanahitaji vifaa vitakavyowasapoti wao katika maisha yao ya kila siku, kama vile magongo, viti mwendo, vitanda vya kuwawezesha wao waweze kufanya shughuli zao za kila siku. Hivyo basi sisi kama Hijab Girls Tanzania kwa umoja wetu tumewaza, tunatamani sana kuikamilisha ili tukio kwa ukubwa, tuwafikie wale wote ambao tumewalenga. Kaya ni zaidi ya 150. Ili kukamilisha zoezi zima hili la charity, bajeti nzima na mtiririko ni kiasi cha shilingi milioni 10 za Kitanzania. Hivyo basi sisi kama sisi hatuwezi kusimama wenyewe peke yetu. Ndio maana tumekuja hapa mbele ya waandishi wa habari ili kuwafikisha taarifa kwa taasisi mbalimbali, wadau na vikundi ambavyo vitaguswa au vitatamani na wao kutoa sapoti, ushirikiano na sisi ili tuweze kuwafikia hiyo jamii. Jamii hizo zinatuhitaji kama tunavyosema. Kauli mbiu yetu ya charity hii, upendo wetu, tabasamu kwao. Hivyo basi sisi kama Hijab Girls tukiungana na nyie kwa pamoja, tunaweza tukawapa tabasamu. Tabasamu tunawapaje? Kidogo chako ulichonacho tukichanganya na cha kwetu, tukiwafikishia, wanapata tabasamu. Tunaomba kwa yeyote atakayeguswa au atakayetamani kushirikiana na sisi, taasisi zozote, wadau mbalimbali wanaohusiana na mambo ya kijamii, tunafungua milango, madirisha na kuwakaribisha kwamba wanaweza kushirikiana na sisi ili kufikia lengo letu. Mahitaji ni mengi, ila kwa anayeweza kuwasilisha chochote kwa njia ya fedha, kuna namba ya kuchangia, yani nilipa namba ya Voda ambayo ni 37 41 02 19. Jina linatoka Hijab Girls Tanzania. Au kwa yule ambaye anatamani kuchangia lakini hana fedha, yeye ana yale material, kwa mfano labda magongo, viti mwendo, labda nguo, kuna namba za mawasiliano ambazo ni 0776 02 01 44. Kwa mawasiliano zaidi atatupata humo, au kututembelea katika ofisi zetu. Namba pia ni mawasiliano ni haya, maeneo ni Mabibo Makutano. Hii ni Mtoro TV.